Sisi peke yetu hatuwezi tukakamilisha hili zoezi nchi nzima. Serikali peke yetu hatuwezi. Ndio maana hata dira kuelekea mwaka 2050, hata ilani ya Chama cha Mapinduzi inatukumbusha kwamba katika mipango yetu ya maendeleo tuhakikisha kwamba tunawashirikisha watu binafsi, makampuni binafsi, kwa sababu yanatuletea vile vile mbinu mpya, mbinu mbadala katika kuhakikisha kwamba tunatimiza yale malengo ambayo yako huko mbele. Lakini kuna swala lingine limezungumzwa hapa la viongozi wa vijiji, vitongoji kujichukulia wakati mwingine mamlaka na kufanya wao ndio wanauza au wanagawa ardhi. Niwaambie jamani, ardhi haifanani na pombe ya ngomani. Kule kwenye ngoma si mnajua pombe unajichotea tu mwenyewe. Kwa hiyo tunafanya hivyo. Unaenda tunajichotea, unacheza unajichotea. Ardhi sio hivyo. Ardhi inasimamiwa na sheria, inasimamiwa na kanuni, miongozo na taratibu. Na ardhi za vijiji, mwenyekiti sio mwenye ardhi ya kijiji. Kwa hiyo yeye anasimamia kwa niaba ya wanakijiji. Kwa hiyo lazima mamlaka ya kijiji, kama ni halmashauri au mkutano wa kijiji, ukae uridhie, ndio mwenyekiti anasaini au anakubalia mwekezaji aje. Hii ndio namna ambazo tutalinda ardhi zetu na hazitachukuliwa na matapeli. Niwaambie, tuendeni taratibu kwenye swala hili. Usiende kichwa, utachukuliwa ardhi yako. Lakini ukombozi wako, salama yako ni kuingia katika mifumo hii ya kupata hati ya eneo ambalo unamiliki. Ndani ya mkoa wetu wa Mwanza ambapo tuna vijiji jumla 545 na kwa Kwimba peke yake tuna vijiji 119, na ndani ya Kwimba vijiji ambavyo vina mipango ya matumizi ya ardhi viko vijiji 20. Na mpaka sasa hivi katika hivyo vijiji 20, vijiji 15 tayari vimeshafikiwa na kuandaliwa hati za hakimiliki za kimila. Tunavyo vijiji 77 hivi bado hatujaviandalia mipango ya matumizi ya ardhi na vinakizi vigezo, kwa sababu vijiji 20 tu katika wilaya ya Kwimba ndio vimekuwa declared kama planning area. Kwa hiyo vijiji 77 bado. Kwa hiyo tunayo kazi kubwa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kiwemo tume, lakini na wadau wengine tumekuwa tukiongea nao kwa kuona namna ya kusaidia kuhakikisha tunaandaa mipango ya matumizi ili tuingie kwenye hatua ya kuandaa CCRO. Nipende kusema tu mheshimiwa mgeni rasmi kwamba karibu sana hapa Kwimba, na leo kama ambavyo imetolewa taarifa ya mkurugenzi, utatoa hati za hakimiliki kwa wananchi hao hati 500 kwa kijiji hiki cha Sorwe, lakini natambua ndani ya wilaya nzima zipo hati kama 1300 ambazo ziko tayari na zitaendelea kugawiwa kwa awamu tofauti. Ni kwa sababu kuna watu wamepata elimu na maarifa, wanatumia hizo elimu wakati mwingine kutaka kuwatapeli wananchi. Na nitumie pia mkutano huu kuwaomba viongozi wetu, hasa wenye viti wa vijiji, kujiepusha na kushuhudia mikataba ya watu ambao wanakuja halafu eneo kuna watu wengine wanaishi, anaamua kuuza lile eneo na wala ambao wamo mle. Maana unatengeneza mgogoro uwe mkubwa. Muhimu ni kutatua nini? Mgogoro. Ukiona huwezi, uelekeze kwetu, sisi tutafanya kazi hiyo. Ushoroba wa kutoka daraja la JPM Kigongo Busisi mpaka Fela. Tunapozungumzia ushoroba huo kwa sisi wana Misungwi, ni ushoroba wa kimkakati, kwa sababu unapotoka JPM Bridge kwenda Fela pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya jemedari rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan, pale tunaenda kujenga bandari kavu. Bandari kavu ambayo inaunganishwa na reli ya kisasa SGR. Kwa hivyo kwa umuhimu huo tu, sisi wana Misungwi upimaji na umilikishaji hautuepuki, kwa sababu kama alivyosema mheshimiwa mbunge, sasa hivi jiji la Mwanza, manispaa Ilemela inapumulia Misungwi. Tunapozungumzia Usagara na kata chache alizozitaja za Ukiriguru pamoja na Igokelo, sasa hivi kunakuwa na wakazi wengi. Na kama sikumsikia vibaya, kamishna mkuu alizungumzia kuhusu mazagazaga. Sasa kwa watu wa ardhi mtatusaidia. Na sisi wana Misungwi hatutaki mazagazaga. Tunataka upangaji na umilikishwaji katika utaratibu mzuri ili mji wetu uweze kuonekana vyema. Msimu huu wa Sabasaba, usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako.
Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya 77. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi $5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa 77 tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.